Nimesikia mshindo asubuhi saa 11:30. Watu 9 wamefariki dunia papo na wengine 44 kujeruhiwa baada ya basi kampuni ya Hai yenye namba za usajili T523 EKM kugongana na lori lilokuwa limebeba shehena ya sukari lenye namba za usajili T406 CZS na tela lenye namba za usajili T804 BUB katika eneo la Lugono Melela, barabara kuu ya Morogoro Iringa. Shuhuda wa ajali hii wanasema imetokea majira alfajiri ya Juni 12 mwaka huu 2025 na si mara ya kwanza kutokea kwa ajali katika eneo hili, kiini kikiwa ni ufinyu wa barabara na kona kali iliyopo katika eneo hili. Hii ni Rindimo Media na mimi ni Farida Mangube. Hii bwana ajali ilitokea majira saa 11 asubuhi. Baada ya madereva wengine, sisi tupo kijiji cha jirani, madereva kutufahamisha bwana, hapo bondeni kwenu kidogo kuna zuruba, kuna ajali imetokea ya basi pamoja na lori la sukari kama hivi container. Kwa hiyo sisi tukatoka kule kuja kusaidia, na kweli tuliwakuta baadhi ya watu wengine walishapoteza uhai, tukatoa msaada ilivyokuwepo mpaka sasa. Manake tupo hapa tunajitahidi kusogeza hivi, maana gari zingine zipite. Gari zote zilifunga asubuhi, manake hamna gari iliyokuwepo inapita, kulikuwa na nyororo ndefu sana. Maandishi basi pamoja na lori ambalo lililobeba container ya hii sukari. Majina yangu naitwa Betha Timotheo, ni mkazi wa Melela Kibaoni. Kwa tukio hili nimesikia mshindo asubuhi saa 11:30. Nilivyosikia mshindo huo saa 11:30, nikaona ni vema nije nifuatilie niangalie mshindo huu uko wapi. Kwa hiyo nikawa nimekuja ndo nimekuta kweli hali ni mbaya kama hivi tunavyoiona mashuhuda. Mwaka jana tena ilikuwa hivyo, mwezi wa 6 kama huu ilitokea. Hapa tunachoomba kifanyike kama wakazi au kama wananchi, kwanza tulikuwa tunamuomba mama hii hali aitazame, aiangalie tena kwa mara nyingine, na usalama pia tunahitaji uendelee kuimarika, askari wawepo, na hapa patengenezwe, angalau serikali tuwekee zebra kwa mara nyingine. Na tulikuwa tunaomba irudi hali ya kawaida kama mwanzo, ile ya gari zisiendelee kutembea usiku, maana madereva wetu wengi wanachoka kutembea nyakati za usiku. Na hii mara nyingi inafanyika kwa kuchoka kwa madereva, wanachoka kulala, wanatembea usiku kucha. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali tuangalie, ili swala, irudi kusimamisha dereva wao wanalala kila kituo, wanaamka asubuhi, wanaondoka, wanaanza safari. Sana majina tuambie. Bwana, mimi naitwa Ali Ngoa. Rudia majina tuambie. Ali Ngoa ni dereva wa IT, lakini tumetokea Tunduma tunaenda Dar es Salaam. Sasa asubuhi hapa ndio tumekutana na hii lori ambayo ilikuwa inatoka Dar mjini Morogoro inaelekea Mbeya. Kwa hiyo inaposemekana ili feli hapa, ikateleza ikakwangua, kwa hiyo container ndio ikabaki barabarani. Huyu bwana mwenye basi wakati anatoka chini ndio akakutana na container moja kwa moja hapa, ikabidi aivae. Kwa hiyo kipisi chengine cha tela na kibini ya Scania ipo darajani huko. Kwa hiyo matukio ndo kama hivi unaona saa hizi hapa. Watu washaondoa masukari hapa, kwa sababu hii container ilikuwa na sukari. Washaondoa sukari na kulikuwa na foleni kubwa, saa hizi ndio inaruhusiwa. Mimi naitwa Kokato, ni mkazi wa maeneo haya. Mimi nilipata taarifa kama saa 11 asubuhi kwamba kuna ajali imetokea. Basi baada ya kupata taarifa tukafika kama
kama wakazi wa hapa. Tulifika na tukakuta uokozi unaendelea, lakini wale wenzetu ambao wamepoteza maisha walikuwa washapelekwa hospitali, wameshatolewa na wale majeruhi walishaondolewa. Basi katika kupeleleza hapa ndio tukapata taarifa kwamba ili basi linalotoka Mbeya na ile lori la sukari ndio wamegongana, lakini ukiangalia hali ilivyokuwa ni kwamba dereva wa lori la sukari lilimshinda, ndio likaja kumgonga mwenye basi, kwa sababu inavyoonekana ni kama vile ile container la sukari kama vile lilitoka likadondoka. Sasa dereva katika kukwepa huyo basi katika kuikwepa ile lori ndio kawa ile container amegonga container. Kwa hiyo yeye akugonga uso kwa uso, ni kwamba aligonga container ile, alipopiga ile container ndo basi kama mlivyoiona, lakini ili gari la sukari sasa kwa sababu lilikuwa na kasi, dereva ndo likamshinda likaja kutumbukia huko kwenye daraja ile. Kwa hiyo kwa watu waliofika haraka na inavyoonekana ni kama ilikuwa hivi. Daraja hili inaitwa daraja gani? Hii inaitwa daraja la Lugono Merera. Yaani hapa ndo ndani mpakani mwa Lugono na Merera hapa. Kwa mfano kama ni kitongoji kijiji nini? Hapa ni kijiji cha Lugono. Kijiji cha Lugono. Lugono Una kijiji cha Lugono? Kijiji cha Lugono Kata Mlali, wilaya Mvomero. Mimi si tukio lilivyotokea nilikuwa sipo, lakini niliposikia ngoja nije niangalie tukio lilivyotokea. Na kweli nimekuja hapa, maafisa wameturuhusu tuokote sukari ya chini. Ndio hivyo. Sasa sukari hiyo ndio kuifanyia ni safi hiyo, sina uchafu. Chai mama, chai babangu, chai. Hii safi ipo vizuri tu. Kwa majina naitwa Hussein Sulemani. Mimi ni mshuhuda wa ajali hilo iliyotokea hapa. Ni kwamba kuna lori pamoja na basi ndio limesababisha ajali asubuhi majira ya saa 10. Kwa hiyo sisi ndio tumefika maeneo haya kama unavyoona mazingira yalivyokuwa hapa. Nadhani wale walikuwa majeruhi washapelekwa hospitalini. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Alex Mkama, amesema jeshi hilo linamtafuta dereva wa lori aliyesababisha ajali ambayo imeua watu 9. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamtafuta dereva wa gari aina ya Scania yenye namba za usajili T406 CZS na tera lake namba T804 BUB ambalo lilikuwa limebeba shehena ya sukari likiendeshwa na dereva ambaye ametoroka baada ya kusababisha ajali iliyopelekea vifo vya watu 9 na majeruhi 19. Ajali hiyo imetokea Juni 12 mwaka 2025 muda wa alfajiri huko katika eneo la Merera Kibaoni, kata ya Merera, wilaya ya Mvomero, mkoani Morogoro, kwenye barabara kuu ya Iringa Morogoro, ambapo gari yenye namba za usajili T523 EKM, hii ni aina ya Higa basi, likiendeshwa na dereva anaitwa Hussein Mohamed Mkwizu mwenye umri wa miaka 59, mkazi wa Dar es Salaam, ambaye amefariki kwenye ajali hiyo likitokea mkoani Mbeya kwenda mkoani Dar es Salaam. Iligongwa na lori la mizigo lenye namba za usajili T406 CZS
na tairi lake namba T 804 BUB aina ya Scania. Hii ikiendeshwa na dereva ambaye nimesema anatafutwa na kusababisha vifo vya watu 9. Kati yao watu 9 wanaume ni 5 na wanawake 4 na majeruhi ni 19 wakiwa na jinsia mbalimbali. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa lori kushindwa kulidhibiti gari lake na kupoteza uelekeo kisha kuligonga basi. Yeye huyu alikuwa anashuka anatokea Morogoro anakwenda uelekeo wa Iringa. Eneo lile lina mteremko, kwa hiyo ameteremka akashindwa kulimudu lile gari. Lile gari limeyumba na ile container ambayo alikuwa amebeba juu pale ikachomoka ikachimba chini kwenye barabara pale, baadaye kaja ikapamia lile basi. Dereva wa basi amejitahidi kulikwepa lile container, lakini na kama utaona amekwenda pembeni kabisa ya barabara pale akijaribu kukwepa, lakini amegongwa na ile engo sasa ya lile container na kusababisha vile vifo vya watu ambao nimewataja hapo. Baadhi ya majeruhi wana hali mbaya na wamepelekwa hospitalini katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro kwa ajili ya kupatiwa matibabu, na miili ya marehemu imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti hospitalini hapo kwa ajili ya utambuzi. Sasa hivi aliyetambuliwa ni yule dereva tu wa basi, lakini wengine wanaendelea kutambuliwa kadri muda ambavyo unazidi kwenda. Taarifa nyingine anaweza akatoa madaktari pale kulingana na hali za majeruhi wale. Lakini jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawataka madereva wote kuzingatia na kufuata sheria za usalama barabarani, kukagua magari ili kugundua changamoto na kupumzika mara wanapoona wamechoka ili kuepuka ajali na kulinda maisha ya abiria na watumiaji wengine wa barabara. Hatua kali